Karibu sana katika simulizi ya kusisimua kuhusu Bi Asia, mmoja kati ya wanawake bora duniani kuwahi kutokea. Simulizi wako ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Jina lake ni Asia binti Muzahim, ni mzaliwa wa taifa la Misri kutoka katika jamii ya Waqibti. Waqibti ni jamii ya watu wa asili wa Misri ya kale. Huyu hakuwa Myahudi wala Muisraeli, bali alikuwa Misri halisi ambaye Allah alimpa moyo uliopenda ukweli. Baba yake Asia, mzee Muzahim, alikuwa ni mtu mwenye cheo katika utawala wa Firaun na alikuwa ni katika watu wa karibu ya ikulu. Kifupi, Bi Asia alitoka katika familia yenye heshima na wasa na si familia ya kawaida. Mwanamke huyu aliolewa na Firaun na ndoa yao kuna kauli tata kuhusu ndoa hiyo. Zipo kauli ambazo zinasema Bi Asia hakumpenda Firaun, aliolewa kwa mabavu kwa nguvu ya utawala wake, na zipo kauli zinasema Bi Asia aliolewa na Firaun katika hali ambayo alikuwa hajui uovu wa Firaun kiundani. Yote kwa yote, bado alibaki kuwa mke wa Firaun. Bi Asia alikuwa akiishi katika kasri kubwa la fahari na thamani katika macho ya kawaida, lakini katika jicho la kiimani alikuwa akiishi katika jumba la dhulma sana, lakini bado moyo wake ulibaki huru mbele ya Mola wa mbinguni. Katika maisha ya kawaida, Bi Asia alikuwa akifanyiwa kila kitu na wajakazi na watumwa wake katika jumba la Firaun. Maisha yake yalikuwa ya starehe na neema. Mume wake Firaun alikuwa ndiyo mtawala ambaye alitawala kwa kiburi sana kutokana na nguvu yake ya afya na uchumi, kiasi cha kutaka watu wamwabudu yeye. Mara kadhaa alitoka katika kasri lake na kutangaza kwa watu kuwa yeye ndiyo Mola mkuu. Kiburi chake kilimfanya asahau kuwa yeye alikuwa tone dogo la manii. Licha ya mali, majeshi na nguvu zake, mkewe Asia binti Muzahim ndiye aliyemkabili, ambapo mwanzoni alikuwa akiificha imani yake, lakini alipodhihirisha Uislamu wake, Firaun akaanza kumtesa kwa mateso makali. Siku moja, Bi Asia na mume wake wakiwa wamekaa pembezoni mwa nyumba yao wakibarizi upepo, mara wakaona maji ya mto Nile yakileta kisanduku kisicho na hatia. Ndani yake kulikuwa na mtoto mdogo ambaye alikuwa Nabii Musa alayhi salam. Firaun aliona Nile kama mto wa mamlaka, lakini Asia aliona kama njia ya rehma. Wakati Firaun akitaka damu ya watoto wa Bani Israel, Asia akasema kwa sauti iliyojaa hekima, huyu ni kipenzi cha macho yangu na yako, msimuue. Yalikuwa ni maneno machache yaliyobadilisha historia ya ulimwengu, lakini kwa leo tuliache hilo, tubaki kwa Bi Asia. Bi Asia, yeye ni miongoni mwa wanawake 4 bora zaidi duniani. Alimkabili Firaun hasa baada ya kisa cha msusi wa nywele wa binti wa Firaun, Al-Mashta. Mwanamke huyo alimwambia Firaun, Mola wangu na wako ni Allah. Kwa hasira, Firaun alipomayiz mke wake anamwamini Musa na anamkana yeye kama Mungu wake, akahiari kumtupa mwanamke huyo pamoja na watoto wake kwenye mafuta yanayochemka, tukio ambalo lilitajwa ni ukatili wa hali ya juu. Bi Asia hakuridhia kabisa kitendo hicho, akamwambia mume wake, ole wako, una ujasiri mkubwa kiasi gani mbele ya Allah? Firaun akamwambia, hujapata wazimu kama wa yule Mashta? Bi Asia akasema, sijapata wazimu wowote, bali nimeamini kwa Allah, Mola wa viumbe vyote. Firaun akamuita mama yake Asia na kumwambia, tazama, binti yako amepatwa na wazimu kama wa Mashta, ama kufuru kwa Mungu wa Musa ama afe. Lakini Asia akakataa kabisa, akasema, kukufuru kwa Allah, wallahi kamwe siwezi na sitoweza. Firauni akaamua kumfedhehesha mbele ya watu wake, akawauliza, je, mnamjua Asia binti Muzahim? Wote wakajibu kwa kumsifu. Firauni akasema, lakini yeye anamwabudu Mola mwingine asiyekuwa mimi. Wakajibu, basi muue. Firaun akaamuru Asia apelekwe jangwani, mikono na miguu yake ifungwe kwa misumari kwenye ardhi chini ya jua kali, bila chakula wala maji. Akateswa kwa siku 3 mutawalian. Kila siku Firaun akimjia akimwambia, je, utarudi nyuma? Siku ya kwanza Bi Asia akasema, la wallahi, haya yamezidi kuniongezea imani na yaqini. Majibu yale yakamfanya Firaun aendelee kumtesa Bi Asia, akarudi zake. Siku ya pili akaenda tena kwa Asia na kumuuliza, vipi, utarudi nyuma? Bi Asia akajibu, la wallahi, sitarudi. Firaun akaendelea kumtesa tena. Siku ya 3 pia Firaun akamuuliza, je, utarudi nyuma? Bi Asia akasema, katu sitarudi nyuma. Ndipo Firaun akaamuru, bebeni jiwe kubwa juu ya mlima, mlitupie juu yake. Akikana maneno yake ya kusema Mola wake ni Allah, bado ni mke wangu, mwacheni.
na kama akikataa akabaki na msimamo huo, basi afe, muueni. Lakini kabla jiwe kutupwa, Bi Asia alikuwa tayari amepitia mateso makali. Asia akaomba dua yake maarufu iliyonukuliwa katika Qur'an: ewe Mola wangu, nijengee kwako nyumba katika pepo, uniokoe kwa Firaun na matendo yake, na uniokoe na watu madhalim. Allah akamfunulia makazi yake peponi, akafurahi, akatabasamu. Firaun na watu wake wakastaajabu kumwona Asia anatabasamu katika dhiki kubwa alonayo. Firauni akasema, je, hamuone wazimu wake? Tunamtesa naye bado anacheka. Mara Allah akachukua roho yake kwa rehma, akapelekwa peponi. Jiwe likatupwa juu ya mwili wake, lakini halikumumiza kwa sababu tayari roho yake ilikuwa imeshatoka. Allah akamfumbua macho yake ya moyo, akaiona nyumba yake ya peponi, na alipoiona nyumba hiyo ya peponi, maumivu ya dunia yakamtoka. Funzo: mtu anaweza kuishi katika dhulma, kaolewa na dhalim, akaishi katika mazingira ya maasi, lakini bado akamchagua Allah na akafa kama mshindi. Hivyo ndivyo alivyoaga dunia shahid Sayyida Asia